TV updates. Alhamisi ya Januari 15 mwaka 2026, mkurugenzi mtendaji wa Tashiko ndugu Eric Benedict Hamis alifanya kikao cha pamoja na wafanyakazi, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wake wa kawaida kupata maoni, tathmini, lakini kuwaeleza mipango, mwelekeo na matamanio yake kwa Tashiko anayoiona mbele. Anaamini kwamba haya yote yanafanikiwa kwa umoja pamoja na kujituma kwa wafanyakazi, ushirikiano thabiti wa management yake kwa kuyavaa maono na mipango. Anasema haoni sababu yoyote ya Tashiko kutokuwa moja kati ya kampuni kubwa nchini, na kusisitiza wafanyakazi kutojiona wanyonge na sasa waanze kufikiri kwa ukubwa na kuiona Tashiko kwa kiwango hicho, kwamba tumeshatoka katika mindset za kuwa wadogo, tunaenda juu sana. Nataka nyie mfikirie kwenye level hizo, tusifikirie chini, jiondoke kwenye parochial mind. Ninawaomba sana wafanyakazi wenzangu, tuna uwezo kufanya makubwa sana, tukaheshimisha hii nchi sana, na hata katika mapato ya serikali tukaongoza katika taasisi ambazo tunaongoza, tukawa moja wapo. Tunapoenda kutoa dividend kwa Mheshimiwa Rais pale, tunapotoa changizo, ionekane kabisa kwamba hii kweli ni taasisi, ni kampuni ya meli Tanzania. Ndio maana hata tulibadilisha majina ni ili kujiposition kwa hizo baraka ambazo zinakuja, kwa sababu it's true, this is the big company na taasisi ndio iona ni hiyo. Ndio maana sasa hivi tunathubutu hata kusema tuingie bahari ya Hindi, tuweke meli za mafuta, tuweke meli za mizigo, ambayo hiyo miradi tayari inaendelea kukamilishwa kama hivi ninavyosema, nitakavyosomea kwenye taarifa. Anasema anaamini utaratibu wa kukutana na wafanyakazi kila baada ya muda mfupi wa miezi mitatu utashirikisha wafanyakazi wote kwa karibu na kutembea katika safari moja, kwani watakuwa wanazo taarifa za nini kimefanyika, nini walichokubaliana kwa pamoja na kwa nini hakijafanyika. Licha ya kuwepo utaratibu rasmi wa kukutana na kujadili masuala kadhaa ya usawa wa maendeleo ya kampuni kupitia vikao vya mabaraza ya wafanyakazi, bado ninaamini ipo haja ya kutumia utaratibu huu niliojiwekea ili kuweka wazi masuala ya usawa wa utendaji wa kazi wa kampuni, nikiamini kwamba kwa kufanya hivyo kila mfanyakazi atakuwa sehemu ya mabadiliko tunayokusudia ndani ya Tashiko na kuhakikisha Tashiko inasonga mbele na kutimiza malengo tuliyojiwekea. Kuhusu mipango na kazi zilizofanyika, nitaongea masuala muhimu kupitia mipango na kazi zilizofanyika na zinazoendelea kufanyika katika vitengo mbalimbali vya taasisi yetu kama ifuatavyo. Kwanza ni utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tashiko inaendelea na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo inalenga kuijengea kampuni uwezo wa kutekeleza jukumu lake la msingi, ambao ni kutoa huduma bora ya usafiri kwa abiria na mizigo kwa njia. Hadi sasa Tashiko imekwisha kamilisha miradi ya MV New Mwanza na MT Sangara, lakini inaendelea kukamilisha miradi ya MV Liemba katika ziwa Tanganyika, MT Ukerewe katika ziwa Victoria, ambapo miradi mingine iliyo kwenye bajeti nayo itaanza utekelezaji wake hivi karibuni. Miradi iliyokamilika, tumefanikiwa kukamilisha miradi miwili ambayo ni ukarabati wa meli ya kubeba shehena mafuta MT Sangara katika ziwa Tanganyika. Meli hii ilianza kufanya safari za biashara kati ya Kigoma na Kalemie tangu mwezi Juni 2025, na gharama za ukarabati wa meli kama unavyojua ilikuwa dola za Marekani milioni 3.6. Namba 2 ni ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza katika ziwa Victoria. Meli ambayo kwa sasa ndio kubwa kuliko zote katika ziwa hili kwa upande wa meli za kubeba abiria na mizigo, tayari imeshaanza safari za kibiashara. Awali kikao hiki kilianza kwa kupata marejeo ya utekelezaji wa maadhimio waliojiwekea. Elizabeth Ndumbaro ni kaimu meneja utawala Tashiko. Azimio la kwanza, kufuatilia kwa ukaribu wateja na kujua changamoto zinazowakabili
katika matumizi ya huduma za usafiri kampuni ya meli na kuzitatua kwa wakati. Kikao kingine kati ya mkurugenzi mtendaji na wafanyakazi kitafanyika mapema mwezi Aprili mwaka huu wa 2026. Jina langu ni Edmond Rutajama na hii ni Meli TV ya kampuni ya Meli Tanzania Tashiko.